بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوة الأفاضل, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa ni siku ambayo kwamba tumeingoja. Kwa kweli tumeingoja kwa muda mrefu kwa hamu na ghamu. Walillahi alhamdu wal minna, tumeingiliwa na mwezi mtukufu. Darsa insha Allah taala ambapo kwamba tutaifungua katika mwezi wa Ramadhan na wakati wa alfajiri hususan ni darsa ya tafsir al-Quran al-Karim, na kitabu ambacho kwamba tutakitumia kwenye tafsir ni Taysirul Karim الرحمن في تفسير كلام الرحمن لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Na sura ambayo kwamba tutaizungumzia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni suratul Hujurat. Insha Allah taala, idha aana Allahu ala dhalik, nas'al Allah taala al-aun. Insha Allah taala, suratul Hujurat wanasema maulama ni suratu al-adab, ni sura ambayo kwamba inaelezea adabu za Muislamu ambazo kwamba afawe nazo. Qala ba'du salaf, idha sami'ta ya ayyuha alladhina amanu isghi sam'ak fa imma amrun yu'maru bihi au nahyun yunha anhu. Mwanzo kabisa katika aya ya kwanza katika suratul Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasema ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Enyi mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, musitangulize baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wattaqullaha, lakini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha sami'un alim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia, ni mjuzi. Asa wamesema baadhi ya salaf, baadhi ya masahaba na wema waliotangulia, idha sami'ta ya ayyuhalladhina amanu, ukisikia ya ayyuhalladhina amanu kwenye Qur'an, isghi sam'ak, tega sikio lako, fa imma amrun yu'maru bihi au nahyun yunha an, imma ni amri unaamrishwa au ni makatazo unakatazwa. Kwa mfano kwenye hii aya ni amri tunaamrishwa, la ni nahi tunakatazwa. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, musitangulize baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno mengine yakatangulizwa kabla ya kusema maneno ya Allah na maneno ya mtume wake. Tunakwenda moja kwa moja kwenye tafsir ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Asema hadha mutadhamminun lil adabi ma'a Allah ta'ala wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والتعظيم والاحترام له وإكرامه. ها maneno ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya ya kwanza katika suratul Hujurat, mutadhamminun liladabi ma'a Allah ta'ala, yanakusanya adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anafaa kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni muumba wake. Wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kadhalika haya maneno yamekusanya adabu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wat-ta'dhimi wal-ihtirami lahu wa ikrami, pamoja na kuadhimisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaheshimu na kuyakirimu maneno ya Allah pamoja na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo inavyopaswa kwa Muislamu. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala unayatanguliza kabla ya maneno ya mtu mwingine. Mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama wanavyosema maulama, kalamu nabii sallallahu alayhi wasallam
sharihatun likitabillahi azza wa jalla. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni yenye kuelezea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika ahadithu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam sharihatun likalami Allah azza wa jalla. Hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni zenye kuelezea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaendelea Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di yasema fa amara Allahu ibadahu al-mu'minina bima yaqtadhihi al-iman billahi wa rasulihi min imtithali awamiri Allahi wa ijtinabi nawahihi. Akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake waumini bima yaqtadhihi al-iman billahi wa rasulihi, kwa yale ambayo kwamba yanakusanya iman, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, katika kufanya yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale aliyotukataza Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa yakunu mashina khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi jami'i umurihim. Na kadhalika pia tumeamrishwa tu ni wenye kutembea nyuma ya maneno na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. As-salafiyun ahlus sunnati wal jamaa wako na maneno ambayo kwamba yako na heshima na adabu na mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Wanasema nahnu ala khutwa salafi nasir, sisi tunatembea kwenye footpaths za wale waliotangulia katika wema. Khutwa salafi nasir ala khutwa as-salafi nasir fi jamii umurihim, katika mambo yao yote unakuwa ni wenye kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an la yataqaddamu baina yaday Allahi wa rasuli, na wala hausitangulie hata mara moja baina ya maneno ya Allah na baina ya maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fala yaqulu hatta yaqul, basi waislamu wasiseme mpaka aseme Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'muru hatta ya'mura, wala wasitoe maamrisho waislamu maamrisho yote mpaka atakapoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala au mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fa inna hadha haqiqatul adabi alwajib ma'a Allah wa rasulih, asa hii ndio hakika ya adabu iliyokuwa ni wajibu juu yetu sisi kumfanyia adabu hiyo Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa unwanu saadati al-abdi wa falahi, na hii ni inwan ya kufaulu kwa mja. Kufaulu kwa mja ni kule kumsikiza Mola wake na kusikiza maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa bifawatihi tafutu as-saadatu al-abadiyya wan-na'imu as-sarmadi, na Muislamu akijaribu kwenda kando na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha adabu, kuanza kutanguliza maneno ya Allah na mtume wake, basi atakosa ile furaha na kufaulu ambako kwamba ni kwa milele na kustareheka ambako kwamba ni kwa milele. Ukiacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo itakavyokuwa hali yako. Asa hapa wa fi hadha raddun, hapa kuna maelekezo na rad kwa wale ambao kwamba wanazungumza maneno dhidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio wanaozungumziwa katika aya hii. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yoyote ambaye kwamba atazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo kwamba hakulizungumza Allah subhanahu wa ta'ala wala hakulifunza mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa raddun, atarudishiwa mwenyewe jambo kama hilo. Mafunzo ya dini yetu tukufu ya Uislamu, tunakwenda nyuma ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunasikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله, kuna makatazo makubwa kutanguliza maneno ya asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya maneno mengine ambayo kwamba ni juu ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kutanguliza maneno ya asiyekuwa mtume juu ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
fa innahu mata istabanat sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wajaba ittiba'uha wa taqdimuha ala ghayriha kainan man kana. Fa innahu, basi jua ya kwamba mata istabanat sunnatu rasulillah, maadamu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuwa ni wazi, zimedhihiri sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuacha kwenye sehemu ambayo kwamba iko wazi kabisa, laylaha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Kila sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam iko wazi, na yale ambayo kwamba hakuyatoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo pia yanajulikana. Haya mambo hakuyafunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kwa hiyo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam maadamu zimedhihiri, ni wajibu juu yetu sisi kufuata na kuzitanguliza juu ya maneno mengine ambayo kwamba sio ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yawe yatakavyokuwa au awe atakavyokuwa huyo mtu mwingine ambaye kwamba sio mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yatatangulizwa juu yake. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha watu wamche na kumwogopa yeye, wattaqullah umuman. Na haya maneno ni kama alivyosema Talq ibn Habib, an ta'mala bi ta'ati Allah, Muislamu ni afanyie kazi taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, kufanya kupitia nuru inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tarju thawab Allah, ukiwa ni mwenye kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, wa antatruka ma'siyata Allah, na uache maasi, kumasi Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, na huu ni katika kufuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha yale maasi. Takhsha iqab Allah, ukiwa ni mwenye kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia sauti zote, nyakati zote, sehemu zote zilizofichika, na kila njia na pande yoyote ambayo kwamba iko. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia sauti yake. Alim bidhawahiri walbawatin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi yaliyokuwa wazi na yaliyofichika. Wasawabiq wallawahiq walwajibati walmustahilat waljaizat, Allah subhanahu wa ta'ala yajua mambo yote. Asema akimalizia hii aya tafsiri yake, وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده. نكتاجها مجينا مويلي إن الله سميع عليم، سميع عليم. الله سبحانه وتعالى قلني أتاجها مجينا مويلي مشوى آية baada ya kusema kwamba watu wasitangulize baina ya maneno yake na baina ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya mtu mwingine. Asema hathun ala imtithali tilka alawamir, hii yaonesha kwamba watu wanahimizwa kufanya yale maamrisho aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho mazuri, wal adabi almustahsana, na adabu ambazo kwamba ni njema, wa tarhibun an dhiddihi, na kuna vitisho kwa yule ambaye kwamba atafanya kinyume na hivi alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala.